Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Alhamisi, juma la pili, kipindi cha Pasaka, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 5, aya 27 hadi ya 33. Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohana, sura ya 3, aya 31 hadi ya 36. Karibu tusikilize Injili. Yohane Mbatizaji aliwaambia wafuasi wake, yeye ajaye kutoka juu, huyo juu ya yote, yeye aliye wa dunia, asili yake ni ya dunia, naye anena mambo ya duniani. Yeye ajaye kutoka mbinguni yu juu ya yote, yale aliyoyaona na kuyasikia ndiyo anayoyashuhudia, wala hakuna anayekubali ushuhuda wake. Yeye aliyeukubali ushuhuda wake ametia muhuri ya kwamba Mungu ni kweli, kwa kuwa yeye aliyetumwa na Mungu huyanena maneno ya Mungu. Kwa sababu hamtoi Roho kwa kipimo, Baba ampenda Mwana, naye amempa vyote mkononi mwake. Amwaminie Mwana yuna uzima wa milele, asiyemwamini Mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Injili ya leo inatukumbusha juu ya ukuu wa Kristo na wajibu wetu wa kumwamini kwa moyo wote. Neno linasema wazi kuwa anayekuja kutoka juu yuko juu ya wote, akimaanisha Yesu Kristo anatoka kwa Mungu Baba na ana mamlaka kamili juu ya dunia na mbingu. Hii ni tofauti na sisi wanadamu ambao tunatoka duniani na mara nyingi tunafungwa na changamoto za kidunia. Katika maisha ya kila siku tunaitwa kuchagua kusikiliza sauti ya Kristo au kufuata sauti za dunia. Mfano mzuri tunaona katika maandiko matakatifu kwa Mtume Petro. Katika ile Injili ya Mathayo sura ya 14 aya 28 hadi 31, alipoangalia kwa imani alitembea juu ya maji, lakini alipoanza kuogopa upepo alizama. Hii inaonyesha kuwa bila kumtegemea Kristo aliye juu tunaanguka kirahisi. Neno la leo pia linasema kuwa anayemwamini Mwana ana uzima wa milele. Hii si ahadi ya mbali tu, bali inaanza sasa katika maisha ya neema tunapopokea sakramenti, hasa Ekaristi Takatifu. Tunashiriki uzima huo wa milele, lakini anayemkataa Mwana hatapata uzima. Hili ni onyo la upendo, si tishio likutaka tubadilike. Mtakatifu Agustino kabla ya uongofu wake aliishi maisha ya kidunia, lakini alipotambua ukweli wa Kristo aligeuka kabisa na kuwa shahidi wa imani. Maisha yake yanaonyesha kuwa neema ya Mungu iko juu ya udhaifu wa kibinadamu. Pia tunamwona Mtakatifu Teresa wa Kalkuta aliyemwona Kristo katika maskini zaidi. Alitambua kuwa kumwamini Kristo si maneno tu, bali ni matendo ya upendo. Hivyo aliishi Injili hii kwa kuwahudumia walioteseka, hasa maskini, akionyesha kuwa anayemwamini Kristo anaishi kwa matendo. Kwa hiyo tafakari hii inatualika tujiulize, je, tunaishi kama watu wa chini wanaofungwa na mambo ya dunia au kama wanaomtegemea yule atokaye juu? Tumwombe Mungu atupe neema ya kumwamini Kristo kikamilifu ili tuwe na uzima wa milele unaoanza sasa na kuendelea milele. Na katika matatizo yetu yote daima tumwambie Yesu tunakupenda. Yesu, mara nyingi najifikiria nimeacha kusali, nimeelemewa. Nifunikwapo giza sijui pale ulipo, nitakuita nikisema, Yesu ninakupenda. Hata hivyo Yesu, ukutaka nielemewe, nitakosaje muda kufikiria? Daima uko upande wangu, Yesu ninakupenda. Nikiwa nimechoka nisaidie tu kusema, Yesu ninakupenda.
Nionelapo vigumu kusamehe, nahitaji kusema tu, kila siku kazi yangu itakuwa rahisi, na kazi yangu itakuwa sala isemayo, Yesu ninakupenda. Matatizo yakinitikisa, ni mateso gani yatanishinda nikiwa nitasema daima, Yesu ninakupenda? Kwa sababu ya furaha unipazo, neema unishuyazo, shukrani yangu daima itakuwa kusema, Yesu ninakupenda. Ili kukupendeza tu nitasema, Yesu ninakupenda. Mwisho wa maisha yangu niitapo, nitasema kwa mara ya mwisho, Yesu ninakupenda. Uniitapo hukumuni, unionee huruma, e Bwana, kwani wajua ni mara ngapi nilisema, Yesu nakupenda. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Emmanuel Samuel Nziuna wa shirika la misionari damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspar del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Mwanakondoo imara apeperusha bendera nyeupe na safi yaashiria ushindi wa kimungu. nasi tunajivunia imani twasakafia, hatutengani daima utukufu wake. Haleluya, amefufuka, ona ajabu, amefutumaini letu, amefufuka mwana wa wana, ndiye nguvu yetu. Haleluya, amefufuka, ona ajabu, amefutumaini